Karibu sana. Leo tutaingia kwenye mada ya shinikizo la damu, lakini kwa njia tofauti kabisa. Badala ya kuiona kama ugonjwa usioweza kuepukika, hebu tuichukulie kama kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako, kitu unachoweza kukidhibiti. Hebu fikiria kidogo, nini kingetokea kama hatari kubwa zaidi kwa afya yako ingekuwa kimya, yaani haitoi sauti wala dalili yoyote? Jibu la swali hilo, rafiki yangu, ni shinikizo la juu la damu au kitaalamu hypertension, na ndiyo maana linaitwa muuaji wa kimya. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi halina dalili zozote. Yaani unaweza kuwa unaendelea na maisha yako kama kawaida, ukijisikia vizuri kabisa, huku kimya kimya likiendelea kuharibu mishipa yako ya damu, moyo na viungo vingine muhimu. Na usifikiri hii ni shida ya watu wachache tu. Inakadiriwa 33% ya watu wazima wote duniani wana shinikizo la damu la juu. Sehemu ya kushtua zaidi, wengi wao hata hawajui kama wanalo. Basi, hebu tuanze na sehemu yetu ya kwanza ili tuelewe kwa undani zaidi ni nini hasa hiki shinikizo la damu na kwa nini ni hatari kiasi hicho. Hebu tulifafanue hili kwa urahisi. Fikiria mishipa yako ya damu kama mipira ya maji. Shinikizo la damu ni ile nguvu ambayo damu inatumia kusukuma kuta za hiyo mipira. Sawa? Tunapopima, tunapata namba mbili. Ile ya juu, systolic, ni pressure wakati moyo unapiga, na ile ya chini, diastolic, ni pressure wakati moyo umepumzika kati ya mapigo. Shida inakuja pale nguvu hii inapokuwa kubwa mno kwa muda mrefu, inaanza kuchosha na kuharibu hiyo mipira. Okay, sasa kwa kuwa tumeshajua ni nini, hebu tujifunze jinsi ya kuzisoma hizo namba. Kuelewa vipimo vyako mwenyewe ndiyo hatua ya kwanza kabisa ya kuchukua udhibiti. Haya, chati hii inaeleza kila kitu vizuri sana. Upande wa kushoto kabisa tuna kawaida, yaani chini ya 120/80. Hapa ndipo sote tunatamani kuwa. Kisha kuna kiwango cha juu kidogo. Hii ni kama taa ya njano, inakuambia kuwa makini. Bado si ugonjwa, lakini ni ishara. Halafu tunaingia kwenye daraja la kwanza na daraja la pili la shinikizo la juu la damu. Hapa sasa hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi inaongezeka kwa kasi. Sasa jiulize, wewe namba zako ziko wapi kwenye chati hii? Tumeona tatizo na tumeona namba, lakini usife moyo. Sasa tugeukie kwenye suluhisho. Badala ya kujisikia kulemewa, tutaangalia mpango rahisi wenye nguzo 5 tu ambao unakuweka wewe kwenye kiti cha udereva cha afya yako. Na hii hapa ndio ramani yetu. Fikiria hizi nguzo 5: lishe, mazoezi, uzito, vitu unavyotumia na usawa wa akili na mwili kama vifaa vyako vikuu vya ujenzi wa afya bora. Zote kwa pamoja zina nguvu ya ajabu na mara nyingi zinaweza kupunguza au hata kuondoa kabisa hitaji la kutumia dawa. Basi, hebu sasa tuchukua kila moja ya hizi nguzo na tuivunje katika hatua rahisi, hatua ambazo unaweza kuanza kuzifanyia kazi kuanzia leo. Tunaanza na nguzo ya kwanza ambayo ni muhimu sana, chakula. Hapa tunazungumza lishe ya DASH. Hili sio jina la kigeni tu, linamaanisha mbinu za lishe za kuzuia shinikizo la juu la damu. Na hii sio lishe ya wiki moja, bali ni mfumo mzima wa maisha unaozingatia vyakula halisi na matokeo yake ni ajabu. Hebu fikiria hili. Kwa kubadilisha tu unachokula, unaweza kushusha shinikizo lako la systolic kwa hadi 11. Hiyo ni sawa kabisa na nguvu ya baadhi ya dawa za pressure. Ni ajabu, sivyo? Basi, sahani yako inapaswa kuonekanaje? Kama hivi: ijae rangi, matunda na mboga za kila aina, na hala hazijakobolewa kama shairi, na mchele wa kahawa, na protini safi kama samaki na kuku. Kumbuka, hapa hatuzungumzii kujinyima, tunazungumza kuupa mwili wako virutubisho bora vinavyolinda moyo wako. Sehemu muhimu sana ya lishe hii ni kumpunguza adui namba 1 wa pressure, chumvi au sodium. Lengo letu ni kutumia chini ya miligram 1500 kwa siku. Hiyo ni kama kijiko kidogo kimoja cha chai kwa siku nzima. Sasa, jadwali hili linarahisisha mambo. Angalia safu ya kula na ujaze sahani yako na vitu hivyo. Kuwa makini sana na vitu kwenye safu ya punguza na jitahidi kabisa kuepuka vile vilivyo kwenye safu ya epuka. Tuhamie kwenye nguzo yetu ya pili, kufanya mwendo kuwa sehemu ya maisha yako. Fikiria moyo wako kama msuli mwingine wowote mwilini. Kadiri unavyoufanyisha mazoezi, ndivyo unavyokuwa na nguvu na ufanisi. Na moyo wenye nguvu unafanya kazi kwa urahisi zaidi. Hauhitaji kutumia nguvu nyingi kusukuma damu, na hiyo inapunguza presha kwenye mishipa yako. Na la kufurahisha ni kwamba
Huna haja ya kukimbia marathon au kunyanyua vitu vizito sana. Mazoezi ya kawaida tu kama kutembea haraka yanaweza kupunguza shinikizo lako la damu kwa wastani wa pointi 5 hadi 8. Hiyo ni hatua kubwa sana kuelekea lengo lako. Hii inatuleta moja kwa moja kwenye nguzo ya 3, kudhibiti uzito. Na hapa kuna takwimu moja yenye nguvu sana. Kwa kila kilo moja tu unayopunguza, shinikizo lako la damu linaweza kushuka kwa takriban pointi 1. Hii inatuonyesha jinsi kila hatua ndogo, kila kilo moja inavyoleta tofauti kubwa. Na si uzito tu, bali mahali ambapo mafuta yanakaa. Mafuta ya tumboni ni hatari zaidi. Hapa kuna malengo rahisi sana. Kwa wanaume, mzunguko wa kiuno unapaswa kuwa chini ya inchi 40. Kwa wanawake, chini ya inchi 35. Hii ni njia rahisi sana ya kupima maendeleo yako. Ukiwa nyumbani, sasa nguzo ya 4 inahusu kupunguza vitu vyenye madhara, na mhalifu mkuu ni uvutaji sigara. Lakini angalia jinsi mwili wako unavyoanza kujirekebisha haraka sana. Ndani ya dakika 20 tu baada ya sigara yako ya mwisho, presha yako inaanza kushuka. Hili ni jambo lenye nguvu zaidi unaloweza kuifanyia afya ya moyo wako. Na nguzo yetu ya mwisho, lakini muhimu sana, ni usawa baina ya akili na mwili. Unajua, msongo wa matawesha wa muda mrefu na ukosefu wa usingizi huvuruga kabisa mfumo wako wa homoni, ikiwemo zile zinazodhibiti presha. Jaribu kupata dakika 10 tu za utulivu na hakikisha unapata usingizi wa kutosha kati ya masaa 7 na 9. Ni muhimu mno. Tumezipitia nguzo zote 5, lakini kujua tu haitoshi. Sehemu hii ya mwisho inahusu jinsi gani sasa unaweza kuyafanya mabadiliko haya yawe tabia yako ya kudumu. Hizi hapa ni hatua 4 za kukuongoza kwenye mafanikio. Kwanza, pima presha yako mara kwa mara nyumbani. Pili, andika hizo namba zako kwenye daftari. 3, nenda na hilo daftari kwa daktari wako, mshirikiane kuunda mpango maalum kwa ajili yako. Na 4, kumbuka hili. Ikiwa daktari ataona unahitaji dawa, hiyo sio ishara ya kushindwa. Dawa ni zani tu, chombo cha kukusaidia kufikia lengo lako la afya. Jambo la msingi unalotakiwa kukumbuka ni hili. Huna haja ya kubadilisha kila kitu kwa siku moja. Anza kidogo. Labda leo utaamua kutembea kwa dakika 10, au labda utaongeza mboga kidogo kwenye mlo wako wa jioni. Mabadiliko madogo madogo yakifanywa kila siku ndiyo yanayojenga kasi na kuleta matokeo makubwa. Kwa hiyo baada ya yote haya tuliyojifunza, ninakuachia swali hili. 1. Je, hatua yako ya kwanza itakuwa nipi? Jemoni gani moja dogo unaloweza kulifanya leo kuanza safari hii ya kudhibiti afya yako? Chochote utakachochagua, anza sasa hivi. Moyo wako utakushukuru sana kwa hilo.